Siku hizi tunatumia vibaya mitandao. Baba Paroko, wewe mwenyewe katika mahubiri yako pote nilikuwa nakusikiliza, umetumia neno tuki, tuta, ukiwa unaonesha na wewe ni binadamu kama sisi. Ukiwa unaonesha na wewe safari yako ni kama yetu sisi. Lakini sisi huko mitandaoni, wapo wengine wakiandika utadhani ni Mungu kaandika, kama vile wao haya mambo hayawahusu kabisa. Utasikia mtafanya hivi. Ukimwangalia mtu mwenyewe anayeandika hivyo, amesha dhulumu tu, hata sio msafi, ana madeni kibao na utapeli mwingi basi. Kwa hiyo somo la leo Baba Paroko limetusaidia sana kuturudisha binadamu wote waone sisi ni binadamu na safari yetu ni moja, na mwenye masahihisho ni Mungu mwenyewe. Wa kuweza kujua nani ananuka ni Mungu mwenyewe. Nakushukuru sana Baba Paroko kwa somo hilo zuri. Na nilipokuwa nimekaa pale nikasema nitawaambia wasaidizi wangu siku moja wanielekeze mpaka nikasali kwenye kanisa lako, ili ujumbe huu ni upate na siku nyingine. Nakushukuru sana Baba Paroko. Kwa katika kumalizia, niendelee kwa niaba ya serikali, kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na Katibu Mkuu pamoja na wengine waliotangulia kusema, kuhakikishia familia serikali itaendelea kuwa bega kwa bega na familia, kama ambavyo mara tulivyopata taarifa hizi kwamba Mheshimiwa Lukuvi amepata itilafu kidogo ya kiafya. Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo ya kusaidiana na familia kwenye kila hatua, kama ambavyo tumefanya, na hata sasa maelekezo yake ni hayo, na kama ambavyo mmeshaona kwenye ratiba, na yeye yuko bega kwa bega pamoja na familia, yuko bega kwa bega, Mheshimiwa Spika, pamoja na wewe na Bunge pamoja na Watanzania wote, wakiwemo wananchi wa mkoa wa Iringa pamoja na jimbo la Isimani.